اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. الحمد لله الذي منور أبصار العارفين بنور المعرفة واليقين وجاذب أزمة الأسرار المحققين بجذبات القرب والتمكين فاتح أفعال الموحدين بفاتحة التوحيد والفتح المبين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. اللهم صل وسلم على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. Watukufu wa Kiislamu, nachukua fursa hii katika kukuhusieni nini pamoja na kuhusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ama kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiyo mafanikio ya mwanadamu hapa duniani mpaka kesho kiyama kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwani Allah Subhanahu wa Ta'ala amesema, inna lilmuttaqina mafaza, hakika wana wacha Mungu kuokoka, hakika wana wacha Mungu kufaulu. Kwa hiyo mafanikio ya mwanadamu katika maisha yake hapa duniani mpaka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anatakiwa ajihusishe na swala la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu watukufu wa Kiislamu, ama hutuba yetu ya leo tutaelezea asharatu saa, dalili za kiyama au alama za kiyama. Kwani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, yawma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khaira. Al-Haya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema siku zitakazokuja baadhi ya dalili za Mola wako. Kipindi hicho la yanfa'u nafsan imanuha, nafsi haitoisaidia, nafsi haitonufaika imani yake ambayo iliyokuwa haikuamini kabla kutokea dalili hizo, au matendo yake ambayo ya kheri aliyechuma kipindi itakapochukua dalili hizo. Kwa hiyo matendo hayo hayatosaidia mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watukufu wa Kiislamu, neno sharti maana yake al-alama, ni alama au dalili, na neno saa katika upande wa kilugha maana yake hiya juz'u min ajza'i layli wan nahar, ni sehemu katika sehemu ya usiku na mchana. Hiyo ina maana ndio neno saa, kwa maana ni kiyama. Au katika islaha maana yake alwaqtu alladhi taqumu fihi alqiyama, ni muda ambao kitatokea au kitasimama katika muda huo kiyama, au kitapatikana kisimamo. Watukufu wa Kiislamu, kiyama kipo na dalili zake zipo, na Mtume sallallahu alayhi wasallam amezielezea dalili za kiyama nyingi sana, na wanazuoni vile vile wamezielezea ni nyingi sana. Basi kwa hivyo tutaangalia baadhi ya dalili ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam amezielezea, kwamba zitakapoonekana vitu hivyo au ikionekana vitu hivyo tayari ndio dalili za kiyama. Miongoni mwa dalili za kiyama, dhuhurul fitan min al-mashriq, kutokea mitihani, kutokea misukosuko,
kutokea majanga, mauaji katika upande wa mashariki. Hilo limetokana na hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallama, hadithi ambayo aliyepokea Ibn Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alayhi wasallama yaqul, Ibn Umar alimsikia Mtume sallallahu alayhi wasallama akisema, wa huwa mustaqbilul mashriq, Mtume alikuwa akielekea upande wa mashariki akisema maneno yafuatayo, akisema ala innal fitnata hahuna, ala innal fitnata hahuna. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akionekana, Ibn Umar anasema kamuona Mtume amemsikia akitamka maneno hayo, akizungumza, jua zinduka, hakika mitihani itatokea upande huu, hakika mitihani itaanza hapa. Pale pale akasema Mtume sallallahu alayhi wasallama, min haithu yatlu qarnu shaitan, kwamba hapo ndipo sehemu ambazo shaitani ataanza kupiga hatamu, shaitani atachongola pembe zake, shaitani ataanza vitimbi vyake. Rawahu Shaykhan, hadithi amepokea Imamu Bukhari na Muslim. Kwa mujibu wa hadithi hii, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikaa akawaambia maswahaba kwamba upande huo wa mashariki ndio itakapoanzia mitihani, na katika upande huo ndio shaitani atachomoza pembe lake. Hadithi nyingine ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qal, amesema Ibn Abbas, Mtume sallallahu alayhi wasallam moja masiku alikaa akaonekana akiomba dua. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikaa akawa anaonekana anaomba dua. Miongoni mwa dua yake Mtume akasema, Allahumma barik lana fi sa'ina wa muddina wa barik lana fi shamina wa yamanina. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiomba dua hii, Mwenyezi Mungu, tia baraka, tupe baraka sisi katika vipimo vyetu, na vile vile tia baraka sisi katika nchi yetu ya Sham na nchi ya Yemeni. Faqama rajulun min alqaumi, akasimama mtu mmoja akimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallama, akamtaka kwamba Mtume ile dua kwa nini ameiombea Sham, ameiombea nchi nyingine lakini Iraki hajaiombea? Yule mtu akasema, wa fi iraqina, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, hii dua na sisi katika Iraki yetu tunaomba utuombee dua hii na sisi tupate, kwa maana Mungu atie baraka katika Iraki na vile vinavyopatikana ndani ya nchi ya Iraki. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, inna biha qarnu shaitan, kwamba upo Iraki ndipo shaitani ataanza kushika hatamu, watahijul fitani, na ndio itaanza mitihani, itaanza kuchochea huko kupamba moto. Wa innal jufata bil mashriq, hakika ya ukame utaanza upande wa mashariki. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallama wakati akiomba dua hii, akiombea Yemeni na Sham, huyu mtu akamwambia Mtume, ewe Mtume, na Iraki yetu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, huko katika Iraki, nchi ya Iraki, shetani ndio taanza kupamba moto na ndio vita vitaanza. Na kweli watukufu wa Kiislamu, maneno ya Mtume akiongea hadondoki chini. Leo Iraki imeanza vita, Libya imeanza vita, mpaka leo nchi zimesambaratika, sija Afghanistan vita. Ukitazama nchi zote ni nchi ambazo za upande wa mashariki, na ndio maana Mtume akasema miongoni mwa asharatu saa dhuhurul fitani min al-mashariq, kutokea mitihani upande wa mashariki. Kwa hiyo kama tunavyoona pande za mashariki mitihani mingi imetokea. Somalia leo paka leo amani hamna, Sudani yapo paka leo amani hamna, zote ni nchi ambazo za mashariki. Kwa hiyo hizi ni miongoni mwa dalili za kiyama. Dalili nyingine za kiyama, wanazuoni wanasema kathratul qatli, kukithiri au kuzidi au kutokea mauaji, mapigano, vita. Hili linatokana na hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallama, hadithi ambayo ilipokea Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume amesema, la taqumu saa hatta yakthura alharj. Qalu wama alharj ya Rasulullah,
Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema la taqumu saa, hakito simama kiyama, hata yakthura alharju, mpaka yakithiri au yazidi alharju. Ili neno harju maswahaba kwa wao lilikuwa ni neno geni, tamko ambalo hawajawahi kulisikia na hawalijui maana yake na kusudiwa nini. Masahaba ridwanullahi alaihim wakasema kumuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, mal harju ya Rasulullah, nini maana neno harju ewe Mtume wa Allah? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema alqatlu alqatlu alqatlu, mauaji mauaji mauaji. Kwa hii ni miongoni mwa dalili za kiyama. Kwa hiyo Mtume alisema hakitosimama kiyama mpaka yakithiri, yadhihiri, yatokee mauaji mbalimbali. Na katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, hadithi ambayo iliyotokea kwa Abi Huraira, anasema walladhi nafsi biyadihi la tadhhabu dunya, na muapa yule ambaye nafsi yangu anaimiliki kupitia mikono yake, haitoondoka hii dunia, haitoisha hii dunia, haitosambaratika hii dunia, hata yaati ala nasi yaumun, mpaka itokee siku moja ije kwa watu, mpaka itokee siku moja kwa watu. Hiyo siku anasema la yadri alqatilu fima kutila, la yadri alqatilu fima qatala wala almaqtulu fima kutila. Mtume anasema zitatokea zama ambazo hakitosimama kiyama, haitoisha hii dunia, mpaka itatokea siku moja yule muuaji hajui kwa sababu gani ameua, na aliuliwa ukimuuliza nini kilichokusababisha uliwe, yeye hajui kitu gani kilichompelekea kuuliwa. Mtume akasema hizi ni miongoni mwa dalili za kiyama, na hizo zama hivi sasa tayari tushafikia. Kwa mujibu wa taratibu za Kiislamu, watu wakiwa wanapigana vita, kuna baadhi ya watu hawatakii kupigwa. Hawatakii kupigwa watoto wadogo, hawatakii kupigwa hospitali, hawatakii kupigwa sehemu za shule, hawatakii kupiga wanawake, hawatakii kupiga watu wazima, kwa maana wazee. Lakini tujiulize swali mimi nawe, je, vita vya kisasa ndio vinavyofanywa hivyo? Ukitizama kule katika nchi ya Palestina, mpaka kiasi ambacho ile ukitizama tu wallahi machozi lazima yakutoke. Yani watu wameuawa bila kosa lolote. Leo ikitokea Mwenyezi Mungu awaulize wale watoto wa Palestina waliouliwa kwa kosa gani, hawajafahamu kitu gani kilichopelekea wauliwe. Na hata wauaji ukimuuliza huyu mtoto mdogo, hawa watoto wa shuleni, haya hospitali kuna wagonjwa, kitu gani kilichopelekea nyinyi muue, wallahi majibu yake hatoyapata. Kwa ndipo Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema la tadhhabu dunya, haitomalizika hii dunia, haitoondoka hii dunia mpaka itokee siku moja la yadri alqatilu fima qatala wala almaqtulu fima kutila. Hatojua yule muuaji kitu gani kilichompelekea yule amuue, kitu gani kilichompelekea yule amsagesage na mabomu, na wala vile vile aliyeuliwa kama watapata nafsi ya kufufuliwa akauliza kitu gani kilichopelekea wewe uawe, hatojua sababu gani iliyompelekea yeye kuuawa. Kwa sababu miongoni mwa sheria za Kiislamu kama nilivyosema kwamba watoto wadogo hawatakii kuuliwa, wazee, watu wazima hawatakii kupigwa, kadhalika hospitali hawatakii kupigwa, mashuleni hawatakii kupigwa. Lakini vita vya leo wote ni mashuhuda, watu wanashambuliwa. Kwa hizi ni miongoni mwa dalili za kiyama. Tumomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie sisi tuone kurejea kwake kabla hazijakuja dalili kubwa kubwa. Wallahu tabaraka wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadi almuhtadun fa idha quri'a alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala 'azza min qa'ilil 'alim fa idha qara'ta alquran fasta'udh billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم.
الحمد لله الذي كان وهو على ما كان قبل خلق المكان، لم تغيره عما كان، وهو الذي علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن ولو كان كيف كان يكون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Watukufu wa Kiislamu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema bwana wetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, nachukua fursa hii kwa mara ya pili katika kukuhusieni nini pamoja na kuhusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ama kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala kama alivyosema Imamu Ali radhiyallahu anhu, khawfun bil jalil, kumogopa Mwenyezi Mungu, wa amalu bitanzil, na kuifanyia kazi Qur'ani, waridha bil qalili, na kutosheka kile ambacho alichokujalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wal istidad bil yawm ar-rahil, na kufanya maandalizi kwa ajili ya siku ya mwisho. Ukiwa na hayo mambo manne, tayari utakuwa umemcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watukufu wa Kiislamu, ama hutuba yetu ya pili itakuwa mwendelezo wa hutuba ya kwanza. Bado tutaendelea kuangalia asharatu saa, dalili au alama za kiyama. Kama tulivyoona, miongoni mwa dalili za kiyama tumeona kathratul qatli, kukithiri sana mauaji, na nyinyi wote ni mashuhuda. Hivi sasa ukiangalia katika mitandao mbalimbali, katika vyombo vya habari mbalimbali, utaona namna gani mauaji yalivyokithiri duniani kwa ujumla. Kwa hiyo yote haya kwa mujibu wa wanazuoni na kwa mujibu wa maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, min asharati saa, tunayoyaona ni miongoni mwa dalili za kiyama. Kwa hiyo wanazuoni wakaendelea kusema miongoni mwa dalili za kiyama vile vile dhuhurul kasiyatu la ariyatu, kupatikana au kudhihiri au kukithiri akina mama, wanawake, alkasiyatu alariyatu, wamevaa lakini kwa mujibu wa dini wapo uchi. Leo unaweza ukamkuta mwanamama amepiga kipedo chake, kitovu kipo nje, au amepiga kimini, au kavaa kisinglendi chake, au kavaa dira la Mchina mikono mifupi, anatembea katika jamii, au amevaa suruali ambayo imembana kiasi ambacho vitu ambavyo havikitakiwa kudhihiri vyote vimedhihiri. Sasa mwanamama kama huyu, kama ukimwita ukimwambia wewe mbona unatembea hivyo po uchi, atakwambia nilipo uchi mimi. Yeye anatojua ile kustiri utupu wake ndio anaelewa kwamba pale amevaa. Kwa hiyo kweli amevaa, lakini kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu huyu yupo uchi, hajavaa. Hata hapa leo ukikaa, maal asafi shadid, masikitiko aliyopo, unaweza siku ya leo kama Ijumaa utakuta kuna baadhi ya dada zetu wanapita, wanakuja msikitini kuswali, wamevaa nguo madera mikono mifupi ya Mchina, juu kajifunika kanga. Sasa huyu anakuja kuswali, anajiona kana kwamba yeye anaswali, lakini swala yake inakuwa mtihani. Kwa sababu gani? Kwa sababu yupo uchi. Kwa sababu uchi wa mwanamke, jamiu badaniha illa alwajha wal kafain, mwili wake wote ni uchi isipokuwa uso na viganja viwili. Kwa maana hiyo mkono ukikaa wazi yupo uchi, makwapa yake yakionekana yupo uchi. Swala vile vile na masharti yake. Miongoni mwa masharti ya swala, ili swala yako ikubaliwe, satrul aura, kustiri uchi. Na uchi tumesema mwanamke mwili wake wote isipokuwa viganja viwili na uso. Kwa hiyo kama kuna mama anakuja katika hali kama hiyo, ajijue kwamba anaswali uchi na swala yake itakuwa na mushkeli. Na kina baba vile vile, kuna baadhi yao wanakuja, mtu anavaa fulana ambaye fupi, ikifikia katika hali ya kurukua au kusujudu
huku sehemu ya makalio yote inaonekana. Basi kama umejiona wewe una fulana yako fupi, jitahidi ndani vaa singlendi ndefu ichomekee, kiasi ambacho kama ukirukua au kisujudu ikiruka fulana yako itakuwa ile singlendi imezuia kuonekana sehemu ya mwili wako. Kwa hiyo kuenda hivi tunaenda uchi, na miongoni mwa dalili za kiyama. Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi iliyotokea kwa Abdullah ibn Umar ibn Amr radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu, Abdullah ibn Amr anasema amemsikia mtume kwa sikio lake akisema Mtume sallallahu alayhi wasallam, mtume anasemaje? Sayakunu fi akhir ummati rijalun yarkubuna ala suruji ka ashbahi rijal yanziluna ala abwabi almasajid nisauhum kasiyatun ariyatun ala ruusihim ka asnamati albukhti almaila au alijaf. Anasema il'anuhunna fa innahunna mal'unat. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema min ashrati saa, miongoni mwa dalili za kiyama, sayakunu fi akhir ummati rijalun, watapatikana katika mwisho wa umma wangu watu, akina baba. Hawa watu yarkubuna ala suruji ka ashbahi rijal, maana haya maneno watakuja na vipando vya kifahari, watapanda na watakuja na vipando vya kifahari, vipando vya thamani. Anasema hivyo vipando sayanziluna ala abwabil masajidi, vitawashusha au watavipake katika milango ya msikitini au pembezoni mwa msikitini. Na hali hiyo tayari tushafikia. Ukitoka nje hapo kuna magari kibao yamepaki. Gari sio kitu cha thamani, ni kitu cha thamani. Kuna mabodaboda kibao yamepaki, mabodaboda sio kitu cha thamani. Kwa hiyo Mtume amesema mwisho wa umma wake watatokea wakina baba, watakuja na vipando vya kifahari vya kithamani, vitawashusha katika sehemu ya misikitini. Anasema mtihani wa kina baba, nisauhum kasiyatu, wake zao kwa nyumbani wamevaa lakini wapo uchi. Wake zao wamevaa lakini wapo. Na huo ndio mtihani tuliokuwa nao leo hapa sisi tunaswali. Ndio maana leo kakuta hata sisi mashehe tunaogopa kuwapeleka majumbani kwetu waumini wetu kwenda kuwatazama wake zetu. Kwa sababu gani? Uko nyumbani hali yake mbaya. Inawezekana ukenda mke wa shehe wakuta kapiga ushungi begani, kichwa wazi, mke wa shehe kavaa nguo mikono mifupi, yani wale wake wa maamuma leo utakuta wanajisiri kana kwamba ndio wake wa mashehe. Lakini watu wa mashehe au wale ambao wanaswali ukenda nyumbani ni mtihani. Ndipo maana leo mkuti shekha anampeleka muumini wake nyumbani kwake. Kwa sababu gani? Anaficha aibu za nyumbani kwake. Kwa hiyo Mtume anasema hao kina baba watakuja na vipando vya kifahari mpaka katika misikiti, lakini wake zao nyumbani kasiyatu ariyatu, wamevaa lakini hali ya kuwa wapo uchi. Anasema ala ruusihim ka asnamati albukhti, vichwa vyao kana kwamba nundu za ngamia. Mke wa shekhe leo utamkuta kaenda saluni, kashapiga siji kalikiti, au nywele zake kachoma, au kashuka nywele za Masai, au kaunganisha malasta. Nywele zile hatozifunika ushungi kwa sababu anataka zionekanwe. Ule mtindo aliosuka anataka uonekane, yale malasta anataka uonekane kama fulani mashallah akapendeza mama fulani. Hii ndio hali ambaye Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, mimi na wewe kila mmoja shahidi, na kila mmoja bali linsanu ala nafsihi basira, anajua uko nyumbani kwake nini kiliopo, kuna hali gani nyumbani kwake ya mke wake na familia yake. Kwa hiyo Mtume ndio akasema kwamba wake zao watakuwa wamevaa lakini wapo uchi, vichwa vyao kana kwamba nundu za ngamia. Tena Mtume akasema il'anuhunna, hao akina mama wanawake wenye tabia hiyo walaanini, fa innahunna mal'unati, hakika hao ni wenye kulaaniwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu gani? Mtume katika hadithi nyingine amesema la'ana Allahu alwasila walmustawsila, amemlaani Mwenyezi Mungu muungaji na muungwaji. Yule anayekwenda kumuunga mwenzie nywele za rasta au nywele za bandia amelaaniwa, na yule kadhalika anayeungwa amelaaniwa. Ndipo Mtume akasema il'anuhunna, walaaneni hao wanawake wenye sampuli hiyo, fa innahunna mal'unati, kwani hao ni wamelaaniwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hadithi hii rawahu al-Imamu Ahmad. Na vile vile ni miongoni mwa dalili za kiyama, tutataja 4 tu pale, nimetaja 2 na hizi 2. Qitalul yahudi,
mapigano, vita vya Mayahudi, kutokea vita kwa Mayahudi. Nyinyi watukufu wa Kiislamu wote ni mashuhuda. Sasa hivi kila vyombo vya habari mkiangalia, Mayahudi wanapambana na Waislamu. Tuache zile tofauti zetu za kifuruu kwamba huyu Muislamu au sio Muislamu. Mizali atamka shahadatu la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan, kwanza tukiri huyu ni Muislamu, alafu tutatazama hizo tofauti zetu. Ikhtilafu ni zipo, na ikhtilafu tu kwanza sisi sema huyu Muislamu sio Muislamu, lakini mizali atamka shahadatu la ilaha illa Allah na anakubali kwamba mtume wa Allah, kwanza tukiri huyu ni Muislamu. Na wao wanapopambana na Mayahudi hawatazami huyu Shia, huyu sijui Ibadhi, huyu sijui Sunni. Wao muda kwa unatamka shahada wanakujua Muislamu na wanapambana na wewe. Tofauti zao zote wanaziweka. Kwa hiyo mtume anasema katika hadithi hii ambayo ilipokea na Shaykhan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabii sallallahu alayhi wasallam qala, mtume amesema la taqumu saa hatta yuqatila almuslimuna alyahud, hakitosimama kiyama mpaka waislamu wapigane na Mayahudi. Vitokee vita kati ya Waislamu na Mayahudi, fayaktuluhumul muslimun, waislamu watawapiga Mayahudi, hata yaktabi alyahudiyu, mpaka watajificha Mayahudi, min wara'il hajari washajari, nyuma ya mawe na miti. Tunasema zama hizo ndio tayari zishafikia. Leo ukitizama huko Israeli, si ndio Mayahudi wenyewe wanajificha sehemu gani? Wamejenga mapango chini ya milima. Kabla ya kutokea jambo lolote zinaanza kupiga alamu katika simu na katika majumba. Basi muda huo ukisikia alamu, watu wanazama chini katika mawe yao ambayo walitengeneza kujifichia. Kwa hiyo mtume amesema hakitosimama kiyama mpaka vije vita kati ya Waislamu na Mayahudi. Mayahudi watachezea kichapo mpaka watajificha chini ya mapango katika milima. Watatengeneza maandaki, watakuwa wanajificha chini katika milima na katika miti. Sasa ile miti na milima Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataitamkisha iseme. Mtume anasema katika ule mti atakayejificha Yahudi au mlima au pango, mti utasema ya Muslim, ya Abdullah, Muislamu, mja wa Mungu, hadha yahudiyu khalfi, huyu Yahudi amejificha nyuma yangu, yupo chini ya pango, fataal faktuluhu, njoo ili umpige. Miti itasema yote illa al-gharqad, isipokuwa mti wa gharqad. Imamu Nawawi ametafsiri, amesema shajaratul gharqad, amesema ni mti wa Yahudi, li'annahu min shajari al-yahud, kwa kuwa huo ni mti wa Kiyahudi. Amesema shajaratul gharqad ni ule mwashoki. Kuna miti sasa hivi, mara nyingi hiyo miti huwa tukiweka majumba yetu tunapenda kuipanda kana kwamba ni urembo. Miti ambayo mirefu, haina faida, haina yote, haina kimvuli kusema labda ukijajua utajificha ikukunge kimvuli, haina matunda kusema labda utanufanika nayo na yale matunda yanayochuma mule, isipokuwa inatia hasara. Kwanza mzizi wake ni mkali, ukiingia katika nyumba lazima ipasuke. Kwa hiyo mtume amesema hakitosimama kiyama mpaka vitatokea vita kati ya Mayahudi na Waislamu. Mayahudi watachezea kichapo, watajificha katika mapango, katika milima na katika miti. Miti yote itasema ya Muslim, ya Abdullah, hadha yahudiyu khalfi, fataal faktuluhu, Yahudi amejificha nyuma yangu, njoo mpige. Isipokuwa shajaratul gharqad, ndio mti wa mwashoki, mti ambao hauna kimvuli, hauna faida yote, lakini mtu akijenga nyumba lazima achukue, utakuta kaieneza katika nyumba yake. Kwa hiyo hii kukithiri miti hii ni miongoni mwa dalili za kiyama. Tumomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie sisi tuenye kuwafanyia kazi ambayo tunasikia. Inna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا مولانا محمد إمام الحرمين وصاحب الهجرتين وعلى آل محمد فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا مولانا محمد نور القلب وقرة العين صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم ارض
سيدنا أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم دمر ديارهم. اللهم انصر من نصر دين محمد واخذل من حضر دين محمد، واجعل اللهم بلدتنا هذا آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب الدين وعذاب القبر، وارزقنا النظر لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ويذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أقم الصلاة. Kile kituo chako pendwa cha tiba asili na dua cha Shifaa chini ya Maalim Shaban sasa kinatibu magonjwa yote sugu ikiambatanishwa na visomo mbalimbali. Yes, Shifaa wanatibu presha, matatizo ya kichwa, matatizo ya macho, kisukari, miguu kufaganzi, kutoshika ujauzito au kuharibika kwa ujauzito, matatizo ya nguvu za kiume, nuksi, mikosi, mashaitani pamoja na vifungo vya uchawi. Njoo wewe na familia yako uondokane na matatizo uliyokuwa nayo. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755782478 au 0717284242 na 0625575272. Shifaa, ukipona wewe na taifa pia limepona. Wote mnakaribishwa.